Yes, ni Jumapili ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. NYTV tukiwa tunaendelea kukuletea bado shamra za sikukuu ya WWK ambayo kilele chake ilikuwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 kitaifa. Lakini kuna baadhi ya makanisa ambayo pengine kutokana na ratiba zao kuweza kushindwa kufanya ile tarehe 1. Basi leo tuko na kanisa la TAG Mbezi Galilaya ambapo leo wao ndo wanaadhimisha kilele cha sikukuu yao ya WWK. Mkurugenzi wa mahali hapa ambaye anaitwa ni mchungaji Rehema Swai, lakini pia wako na mama mshauri ambaye ni mchungaji pia, mama mchungaji, lakini pia ni mchungaji Balbina Peter Kangarawe. Basi ninakukaribisha mtazamaji kwenda kufuatilia watakuwa na mambo gani wanawake wa mahali hapa, jeshi kubwa ambao wao wakati wote wao wanakuaga na mambo makubwa, na sisi tuko hapa kukuletea kila kitakachokuwa kikiendelea hapa. Baki pamoja na NYTV, naendelea kufuatilia na Mungu akubariki sana. Mimi ni Messi Malio. Yes, wanawake wa mahali hapa TAG Mbezi Galilaya wakiwa tayari wamekusha kujipanga kwa ajili ya maandamano kuingia hapa katika kanisa la TAG Mbezi Galilaya kwa ajili ya kwenda kuadhimisha sikukuu yao ambao kilele ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapo unaweza ukaona msafara umeongozwa na mama mchungaji ambaye ndo mshauri wa hapa, mama mchungaji na mchungaji Balbina ambaye ni mke wa mchungaji Peter Kangarawe pia, lakini pia tuko na mkurugenzi ambaye ni mchungaji Rehema Swai ambaye ni mchungaji pia msaidizi wa mahali hapa. Hilo ni jeshi kubwa wakiwa wanaingia hapa katika ukumbi huu wa kanisa la TAG Mbezi Galilaya kwa ajili ya kwenda kuanza shamra za sikukuu hii ambayo ilifanyika kilele siku ya Jumapili mwezi wa 3. Hakika hili ni jeshi kubwa. Wanawake uwaga hawana jambo dogo, wanapofanya kitu uwaga wanafanya kwa ukubwa sana. Hakika wakiwa wamependeza kweli kweli na sare yao ya kitenge ya mwaka huu wa 2026. Mkurugenzi mkuu idara ya WWK taifa mama yetu Faraja Amuli, lakini tunaye mama mshauri mkuu ambaye ni mama yetu mama Gladimeri mtoka mbali, mshauri wa wanawake watumishi wa Kristo. Yes, wanawake wakiwa wanaingia hapa wanacheza, wanamtukuza, wanamfurahi, kufurahia siku yao leo, kuadhimisha sikukuu ya WWK ambayo huwa inaadhimishwa mara moja tu kwa mwaka. Wanawake wanaweza kusimama wakaonyesha nafasi yao kama wanawake kwa kanisa. Wanawake wanao majukumu 6, likiwepo jukumu la kuweza kuipendezesha nyumba ya Bwana, lakini pia kuweza kutegemeza wachungaji na majukumu mengine 4 ambayo kila mwanamke anayatimiza anapokuwa katika nyumba ya Bwana. Sisi tuko hapa kukuletea shamra za sikukuu hii hapa Mbezi Galilaya. Na mimi nakukaribisha sana mtazamaji na mfuatiliaji wa kituo hiki bora kabisa cha matangazo. Karibu ufurahie na uweze kuona yale ambayo jeshi kubwa wametuandalia mahali hapa siku hii ya leo ya tarehe 8 mwaka 2026. Mimi ni Messi Malio. Wanawake wameingia hapa wakiimba wimbo wao maalum kabisa kabla ya kwenda kuanza sasa ratiba ya shamra za sikukuu yao. Tuko na mchungaji kiongozi wa mahali hapa, mchungaji Peter Kangarawe anaonekana pale kuweza kupokea maandamano haya tayari kwa ajili ya kwenda kuanza rasmi sherehe zetu au shughuli yetu ya sikukuu ya WWK. Amen. Haleluya. Karibu baba. Amen. Asante mratibu wa ibada hii. Watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Yesu. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13
pamoja na Bwana, kwa umoja, kwa pamoja tunatenda makuu. Sifu Mungu leo katika roho na kweli. Haleluya. Ongeleni wanawake, jeshi kubwa, mko vizuri, mmetokelezea. Hakika siku ni hii aliyoifanya Bwana, tunaweza kuishangilia. Unajua ni zamu kwa zamu. Mwezi huu ni zamu wa WWK, mwezi wa 5 ni zamu ya wanaume. Kwa hiyo hebu tuongeze makofi pia kupitia wanaume. Amen. Amen. Na dunia pia inatambua kwamba wanawake wapo, na hii wiki pia wana siku yao ya kuadhimisha. Jamani, amina. Amen. Tunaungana na kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God kusherehekea utumishi wa wanawake kwa mwaka mzima ambao wameutenda. Leo wanahitimisha, lakini ukweli ni wapongeze wanawake wote kwa ajili ya utumishi wenu mkubwa wa 2025. Na sasa leo ni hitimisho lenu. Tuwapigie makofi watu wa Mungu hawa. Na nisome andiko la msingi ambalo linasimama katika sikukuu hii. Niangalieni mimi mkaokolewe, enyi nchi zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Nisikie amina basi kubwa. Tunamtumikia Mungu ambaye hapana mwingine. Matendo ya Mitume 1:8 unasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Haleluya. Andiko hili limekaa kiwinjilisti. Jambo la pili, andiko hili limekaa katika hali ya kuwajibika kwa kila aliokolewa na Yesu. Nione mikono yao waliokolewa na Yesu. Sasa jambo la kwanza katika andiko hili limeona kuna mambo kama matatu hivi. La kwanza ni mwaliko kwa watu wote watubu, wamgeukie Yesu Kristo. Jamani, hiyo si nzuri sana eh? Lakini jambo la pili, tunaalikwa sisi hapa, jeshi kubwa na taifa kubwa na vijana mabalozi wa Yesu na watoto, tukahubiri Injili. Mwambie mwenzako umealikwa kuhubiri Injili. Na hata jana tumekuwa na kikao cha halmashauri pia. Mwaka huu tumejiwekea ongezeko la washirika 150. 150 washirika wapya lazima wapatikane. Tumetumia njia mojawapo ni idara. Kila idara tumewagawia watu wa kuwavuna. Jamani, amina. Tumegawa kwenye zoni, kwenye mitaa yetu ile ya zoni, ambapo kila zoni itakwenda kuzaa washirika wapya. Lakini pia njia tatu, kanisa. Tutakuwa na mikutano mikubwa, tutakuwa na mikutano midogo. Jamani, amina. Lakini Disemba 2026 hii tunatamani tuone washirika wanazidi hiyo 150 katika jina la Yesu. Kama ni amina sema amen. Jambo la tatu ambalo nimeliona la mwisho, andiko hili linatutaka tuonyeshe badiliko la kweli. Ukiokoka, Biblia nasema tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Mwambie mwenzako onyesha badiliko maeneo yote. Mwambie tena onyesha mabadiliko. Mpaka Yesu anaporudi, pokea badiliko la kweli. Tuinue mikono yetu, na nawapongeza sana wanawake kwa huduma hii nzuri ya mwaka mzima 2025. Sasa nimshukuru Mungu, halafu nirudishe
kipaza sauti kwa yule anayetuongozea ibada nzuri ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 2026. Fungua kinywa chako, tumwalike Jehova. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tuko mbele zako asubuhi ya leo tukijua ni kwa neema na upendeleo wako mkuu sana ulio wa ajabu kwa kanisa lako, kanisa la mahali pamoja, kanisa la sehemu, kanisa la jimbo, hata kanisa la kitaifa, hata kanisa la ulimwengu, kuwapa wanawake neema ya kukutumikia wewe, ya kulitumikia shauri lako. Zaidi ya yote Bwana, baada ya kufanywa kwa wanafunzi, umetuagiza tukawalete wengine kuja kwako, ili na wao waje wafurahie furaha tulionayo katika Kristo Yesu, washangilie ushindi uliopatikana kwa ile nguvu ya msalaba. Sante kwa sababu neema yako ipo kutuwezesha kuwa wavunaji. Tusaidie Bwana wa mavuno, maana umesema mavuno ni mengi bali watenda kazi ni wachache. Tuombe Bwana wa mavuno ili alete peleke watenda kazi katika shamba lake. Msaidie kila mmoja aliyoko mahali hapa kujua wito alioitiwa. Baada ya kuitwa kutoka dhambini, tunaitwa kuwaleta wengine kwako. Baba, asante. Neno lako linasema mtu mmoja kitubu, mbinguni wanafanya sherehe. Bwana, tusaidie 2026 na wasaidie wanaume kwa wanawake, vijana kwa watoto, tukatimilize kusudi uliotuitia. Bwana, asante kwa ibada itakayotawaliwa na uwepo wako na neema yako, na kila atakaye huduma zaboni pako, naomba Bwana ukamtumie katika nguvu nyingi na uweza mwingi, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Nimeifungua rasmi ibada hii na sherehe ya wanawake wa TAG Mbezi Galilaya 2026, na watu wa Mungu waseme amen. 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 Nipigie Yesu makofi. Makofi ya kutosha. Mrs. Meshaki yupo, punge mkono.